Waziri Gwajima amesema hayo katika kilele cha maadhimisho ya watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani yaliyofanyika kitaifa katika ukumbi wa BOT mkoa wa Mtwara, ambapo amesema madawati 14 yameanzishwa katika vituo vya usafirishaji kwa ajili ya kuzuia watoto kusafirishwa na kwenda kutumikishwa na kufanya kazi katika mikoa 11 hapa nchini, huku akieleza kuwa ni jambo la kushangaza kuona wazazi wanawaacha watoto wao wakihangaika mitaani ikiwa wazazi wao bado wapo hai. Madawati 14 yameanzishwa kwenye vituo vya usafirishaji kwenye mikoa 11: Tabora, Mbeya, Dodoma, Kagera, Arusha, Morogoro, Songea, Shinyanga, Njombe, Mwanza na Dar es Salaam. Madawati haya yako kwenye vituo vya usafirishaji, maana watoto ndio wanapenya huko. Hata anayekwenda kutumikishwa, kama atapandishwa bodaboda akapandie kule, sisi tunaona lazima tushirikiane. Tumefanya mambo mengine ya utoaji wa miongozo mbalimbali kuhusu taratibu za utoaji wa huduma kwa watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani kwenye maeneo ya usafirishaji. Hiki kitasaidia watu wa huduma kwenye vituo vya usafiri kubaini mapema viashiria vya hatari kama ukatili, usafirishaji haramu na utoroshaji wa watoto ili waokolewe kabla ya kuingia mtaani. Kamati ya kitaifa tumeiunda kuratibu haya mambo, itafanya kazi yake sio chini ya miaka 3 na ndio inatusaidia kuratibu haya mambo mbalimbali. Tuna mpango wa kitaifa wa kushughulikia tatizo la watoto wanaoishi kufanya kazi mtaani. Peke yetu hatutaweza, lazima jamii tufungue fahamu na fikra zetu tuweze kushirikiana. Huku na kule wasaidizi wa kisheria nchi hii wana wasaidizi wa kisheria nchi hii mpaka kila kata wapo zaidi ya 1400, yaani ni wengi kuliko idadi ya kata. Huyu mama anatakiwa na yule baba au yule mzazi na mlezi watuambie mtoto kaenda wapi, na kama hawamuoni wamewezaje kulala usingizi mnono, ili hali ng'ombe wao ambao hawakumuona siku hiyo mtaa mzima haukulala. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wanawake na Makundi Maalum Dr. John Jingo amesema kila kamati ya maendeleo ya elimu ya kata inatakiwa kufanya kazi kwa umakini ili kuondoa changamoto hiyo, licha ya kueleza lengo la maadhimisho hayo kuwa ni kuhakikisha na kuwazuia watoto wasiende mitaani na kuwarudisha watoto waliopo mitaani kwenye familia zao. Sasa tukipata watoto wanaishi, tukiacha watoto wakawa wanaishi na kufanya kazi mtaani, tunaona hapa kwenye igizo lao la watoto wetu hapa, maana yake watakuwa hawajaandaliwa vizuri kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna kamati ya maendeleo ya elimu ya kata. Hii kamati ikifanya kazi vizuri itahakikisha kwamba watoto wetu wanaondoka mitaani. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali zetu za mitaa, kifungu 94(4) kinasema serikali za mitaa zinapaswa kuwa na orodha ya watoto wote walio katika mazingira magumu, ikiwemo na watoto wanaoishi kufanya kazi mitaani. Ukishakuwa na orodha hiyo, unakuwa unaifuatilia kila siku. Kwanza wale walioishi kule tuwarudishe kwenye familia zao, lakini wale ambao kwenye mazingira hatarishi tuhakikishe kwamba tunashughulikia changamoto zilizopo. Kwa ufupi, Mheshimiwa mgeni rasmi, kongamano la jana, lakini shughuli yetu ya leo lengo lake kubwa ni kutukumbusha wajibu wetu kama jamii kushughulikia watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani. Mambo makubwa mawili ambayo tunakumbushwa, na ndio dhamira ya kufanya shughuli hii iwe kitaifa. Dhamira yako Mheshimiwa mgeni rasmi, moja ni kuzuia watoto wasiende mitaani, na hilo tunaweza. Si inawezekana ndugu zangu? Au haiwezekani? Inawezekana, kila mmoja kitimiza wajibu wake. Tuzuie watoto wasiende mitaani. Lakini la pili, wale walio huko mtaani kule tuwaondoe, tuwatangamanishe na familia zao. Na lenyewe si inawezekana. Naye mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala amewataka viongozi wa ngazi zote kuwajibika katika kutimiza majukumu yao, hasa kushirikiana na jamii kutokomeza wimbi la watoto wanaofanya kazi mitaani. Kila mmoja ambaye amepewa dhamana kwa nafasi yake, tujiulize kila mmoja moyoni mwake, je, nimefanya vya kutosha kuhakikisha mtoto haendi kukaa mtaani? Kwenye eneo langu, mimi kama kitongoji, mimi kama kijiji, mimi kama kata, tarafa, wilaya, mkoa, je, tumefanya vya kutosha kuhakikisha kwamba tunakuwa hatuna watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani? Tumefanya vya kutosha kuhakikisha malezi ya watoto wetu yanakuwa ya bora ili tutengeneze kesho iliyo bora? Jiulize moyoni mwako, na kama hujafanya nenda kufanya, kwa sababu kesho
Mimi nikiwa kiongozi wenu katika mkoa nitakuwa wa kwanza kuulizwa na Mwenyezi Mungu, ulipewa dhamana, je, ulitimiza wajibu wako? Niombe Mheshimiwa Waziri uniruhusu niwarai kweli kweli viongozi na kila mmoja katika mkoa wetu wa Mtwara. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.